Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu katika Kawabe Sports na hizi ni update za Kawabe Media. Na kubwa zaidi ni kukuletea update za soka zinazoendelea hapa Tanzania. Tukumbuke dirisha la usajili limefunguliwa katika mwezi huu na toka tarehe 6 ya mwezi huu ambao zimesalia kama mawiki matatu dirisha kufungwa. Mpaka sasa zimesalia siku 24. Kwa hiyo kila klabu inatamani kuimarisha kikosi chake na kufanya bora zaidi, lakini taarifa zikieleza kwamba klabu ya soka Simba tesi zinaeleza kwamba wanamuania mshambuliaji toka AS Colafin anaitwa Ibrahim Doumbia mwenye umri wa miaka 22. Ibrahim Doumbia amemaliza ligi ya Mali akiwa na magoli 17 na akacheza michezo 24 huku akitoa pasi za usaidizi za magoli pasi 5 kwenye michezo ambayo alicheza ndani ya klabu ya AS Colafin. Na tukumbuke ndo mfungaji bora wa ligi ya Mali, na baadhi ya waandishi wa nchini Mali wanamzungumzia ni mchezaji ambaye anaweza kutumia miguu yote miwili, anaweza kutumia mguu wa kulia na mguu wa kushoto, anaweza kupiga mashuti makali ndani ya box na nje ya box. Lakini huyu mchezaji wa AS Colafin na kwa sasa anatarajiwa kutambulishwa na kikosi cha Simba, lakini sifa yake anapenda kucheza na viungo ambao walikuwa haraka kuweza kupiga penetration pass ambazo anaweza kutana mipira akaweza kumalizia, na ana uwezo pia wa kulink up na baadhi ya wachezaji wenzie kuanzia namba 8 namba 9 namba 10 anaweza kulingi. Lakini anafaa katika mifumo yote ya Steve Barker. Steve Barker akipendezewa na mifumo ya 4-2-3-1 ambayo inakuwa na mabeki 4, viungo wawili wa chini na viungo watatu washambuliaji wakiwa wanamsaidia striker mmoja pale katika eneo la ushambuliaji. Kwa kikosi cha Simba naona kama mwalimu atawiwa kuanza na mshambuliaji huyu, kama litatimia ndani ya klabu soka Simba kwa baada ya mchezaji huyu, itakuwa ni mchezaji sahihi ambaye anawaza kuja kuwapa faida nyingi ndani ya kikosi chao. Tukumbuke kwanza bado na umri mdogo na ana uwezo kucheza nafasi ya eneo namba 9 na ana uwezo kutumia nafasi, na taarifa zake huko nchini Mali wanasema ni mchezaji ambaye ni hatari zaidi akiwa na mpira karibu na box la mpinzani, na ana uwezo kushuti nje ya 18 na uwezo kushuti kila aina style ya magoli za kuunga, anaweza kuunga kwa kichwa, anaweza kuunga kwa miguu. Kwa hiyo kama Simba atafanikiwa kumtambulisha au kumpata mchezaji kama huyu, itakuwa ni mchezaji sahihi ndani ya kikosi chao. Na tukiangalia klabu ya soka Simba ina mapungufu kwenye eneo la ushambuliaji. Juzi tu klabu ya soka Simba ameachana na mshambuliaji Jonathan Soa, kawa rasmi amemtambulisha, wameachana naye, huku Singida Black Stars ikimtambulisha kuwa ni mchezaji wao. Lakini klabu ya soka Simba inaelekea kwenye maandalizi ya pre-season, wenyewe na wazungu wanasema ni maandalizi ya msimu mpya, huku ikitazamiwa kwamba watacheza michezo karibia mitatu huko wanapokwenda Rwanda kwenye Sekafa Kagame Cup. Na sasa hivi Simba ameamua kufanya pre-season yao kwenye michuano ambayo ya Sekafa Kagame Cup, ambapo Simba atacheza michezo mitatu kwenye michuano hiyo, huko zikitajwa zaidi kukutana na Singida Black Stars ambayo ni timu ya kutoka hapa Tanzania, ambapo mechi yao ya kwanza ya Simba itakuwa Julai 25 ambapo ni mwezi huu. Watacheza tarehe 25 dhidi ya Mogadishu City huko Kampala Rwanda, na watacheza dhidi ya Jamus katika tarehe 28. Ya mwisho kabisa itakuwa tarehe 31 dhidi ya Singida Black Stars. Wakitoka hapo watacheza kama watafanikiwa kwenda kucheza hatua ya fainali, na huko pia lazima kucheza siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 8 kuelekea kuhitimisha mashindano hayo. Lakini wakitoka tarehe 8 na kutakuwa na tamasha lao la Simba Day ndani ya tarehe 8 hiyo. Lakini huku mchezo usika unatajwa wa ufunguzi wa ziara la ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Young Africans ngao ya jamii. Kwa hiyo kama Simba wataweza kumtumia mchezaji ndani ya michezo yao mitatu hiyo ya kirafiki, michezo yao mitatu ya kirafiki ambao wanaweza kucheza kwenye mashindano ya Kagame Cup, tunasema ni michezo ya kirafiki kwa sababu japokuwa ni mashindano ndo ni sehemu ambayo ya maandalizi ya msimu mpya, tunasema michezo ya kirafiki ambapo inaweza kuwapa testa na challenge ya msimu mpya itakuwaje. Lakini mchezo utawapa picha kubwa zaidi ni mchezo dhidi ya Singida Black Stars, kwa sababu hawa Singida wanajuana, ni washindani wao ndani ya ligi kuu, na tukumbuke Singida Black Stars anashiriki michuano ya kimataifa na anaweza kutoa testa ya michuano ya kimataifa. Hata tukiangalia mechi nyingi za Simba dhidi ya Singida zinakuwa na ugumu wa kiasi chake na zinapelekea mpaka wachezaji wengine kuumia, fatiki zinakuwa ni nyingi. Kama Simba anaweza kupata mechi kama hizo kwenye hii pre-season yao, watajijenga, na huku wakitazamiwa kuja kufanya tamasha lao, watakuwa wamejenga timu yao vizuri na kuitengeneza wachezaji wao katika uimara ule ambao unahitajika. Lakini kubwa zaidi ni tetesi za huyo mshambuliaji Ibrahim Doumbia kutoka AS Colafin. Lakini Simba watakuwa wamepata mchezaji sahihi na mchezaji ambaye mwenye kufiti kila aina mifumo ya mwalimu Steve Barker, na tukumbuke Steve Barker ndo mpendekezo wa kuhitaji striker design hiyo. Na tukumbuke Simba Sports Club msimu uliopitamatika walikuwa wanashindwa kucheza na striker asilia namba 9 asili, wakacheza na force namba 9 wakiwa wanamtumia Elie Mpanzu Kibisawala, au huenda anatumika mtu mwingine, au anaweza kutumika Luemba kwenye na force namba 9. Kwa hiyo sasa Simba wanakwenda kutibu eneo ambalo kuna pungufu yao na wanaenda kutibu eneo la ushambuliaji wao. Lakini kwa sasa tusitazamie makubwa, sababu ndo kwanza mchezaji anaweza kufika ndo msimu wake wa kwanza na ndani ya ligi mpya, hajapata test ya maisha hapa Tanzania, hajapata kujua hali halisi, hali ya hewa, unaweza kufanikiwa au kutokufanikiwa. Kama
wapenzi wa soka na wapenzi wa Simba Sports Club wasitazamia yale makubwa hivyo, ambapo mshambuliaji utambulisho ndani ya kikosi kwa hisi kwamba wanapata ule ukubwa ambao wanaotaka wao. Lakini kama atakuja kufita ile mifumo na kama ataklik katika timu, watakuwa wamefaidika kwa wao pata mshambuliaji ambaye mwenye sifa au ambao walikuwa wanazitaka na mwenye uwezo wa kutumia kila aina ya miguu yake, za kutumia mguu wa kushoto, mguu wa kulia. Lakini kwenye kikosi cha Simba huenda akasaidiwa zaidi na baadhi ya viungo ambao walikuwa ndani ya kikosi cha Simba kama Katuchota Chama, wakina Nio Maema, wakina Elie Mpanzu Kibisawala, Anse Aura, kina Libasi ya Gay, kama ataendelea kusaidia na kikosi cha Simba. Na jana tu Simba saa 7 mchana amemtambulisha Bakari Msimu. Kwa hiyo kama Simba wataweza kuiandaa, kama kocha Simba ataweza kuiandaa timu yake kwa ukubwa huo na ubora huo, kwa sababu kwa sasa na kila aina ya silaha ndani ya kikosi yake, kama wataenda kufanikiwa kuwa na silaha kubwa design hii, watakuwa wamekuja kupindua ule utawala wa Young Africans ndani ya misimu 5 mfululizo na miaka 5 mfululizo toa ubingwa. Na kumbuke kwamba Simba kwa sasa mpinzani wao mkubwa ni Yanga Sports Club, na ndio maana wanapenda kusajili wachezaji ambao wanaweza kuifunga Yanga, na hata Yanga wenyewe wanapenda kusajili wachezaji ambao wanaweza kuifunga Simba, kwa sababu mechi za dabi zinakuwa na raha yake na raza yake ndani ya msimu. Kwa kama unaweza kumfunga mpinzani wako au mtani wako, una uwezo wa ubingwa na ligi kuu Tanzania Bara. Tukumbuke msimu unatamatika Young Africans kawa bingwa kwa sababu ya michezo kadhaa aliocheza na pata sare dhidi ya mpinzani wake Simba Sports Club na kumwacha kwa alama 2 juu. Ndio maana Young Africans kawa bingwa, na msimu unatamatika Yanga kuwa bingwa baada ya kumfunga Simba Sports Club mechi ya mwisho goli 2 kwa 0. Kwa hiyo na Yanga katoa ubingwa. Kwa hiyo ukiona mechi za Simba na Yanga, wanaweza kusajili wachezaji ambao wanakwenda kuimarisha vikosi vyao na kuwasaidia timu yao ili kupata ubingwa kwa ajili ya mpinzani wake kumfunga. Lakini jana Young Africans wametambulisha kocha wa set pieces, wametambulisha makocha kazana na kikosi chao, makocha wasaidizi pamoja na makocha video analyst. Kutoka hapa kwa Kawabe Media, tukutane wakati mwingine. Kwa sasa bye bye.